Majina yangu ni Richard Lentaya, ni katibu wa chama cha walimu wa KNUT tawi la Samburu. Tawi ya Samburu ina cover county nzima, mahali kote ambapo kuna mashule ya msingi. Imefika wakati mwingine ambao tunatakiwa kuchagua viongozi katika chama chetu. Mimi ningali ninawania kiti hicho kwa mara ya pili. Ninataka tu kuarifu walimu wote wa Samburu County, hasa members wa KNUT, kwamba election yetu ama uchaguzi itafanyika tarehe 21 mwezi wa pili mwaka huu, na itakuwa Jumamosi. Tutafanyia shule ambayo inaitwa St. Paul's Primary, na itaanza saa 2 asubuhi. Wale ambao watahusika katika uchaguzi huu itakuwa ni walimu ambao wanalipa kitu inaitwa union dues. Unajua sio kila mwalimu ni mwanachama wa KNUT. Kuna wale ambao hawajajisajili. Kuwa mwanachama huwa tunakuwa na form kama hii ambayo iko hapa. Hii ni form ambaye ni ya kusajili wanachama. Kusajili wanachama inakuanga voluntary, kwa sababu tuna vyama vitatu katika nchi hii ya Kenya ambayo inashughulika na utetezi wa walimu. Chama ya KNUT ambayo ilikuwa ya kwanza, ikakuja chama ya KUPPET ambayo anasimamia walimu wa sekondari na kuna chama pia ingine inaitwa KUSNET inasimamia walimu ambao wanafunza watoto walemavu. Nikielezea historia yangu, mimi ni mwalimu. Nilihitimu kama mwalimu mwaka wa 1991 na katika chuo cha walimu cha Mosorio Teachers College, na nikapostiwa sehemu za Wamba, mahali ambapo nilikuwa nimezaliwa. Nimefanya kazi kwa nyadhifa mbalimbali kama mwalimu, naibu wa mwalimu mkuu. Nikakuwa mwalimu mkuu kutoka 1993 mpaka 2004. Ndio nikaacha kuwa mwalimu mkuu, nikaja upande huu transfer upande wa Central. Nilipokuwa Central 2006 nikatafuta uongozi wa chama cha KNUT katika tawi la Samburu kama mweka hazina. Na nashukuru walimu wa Samburu kwa sababu waliona ni vyema niwe kiongozi wao, wakanichagua hiyo 2006. Nikachaguliwa mara 3. Najua kushika pesa ni lazima uwe ni mtu ambaye unaaminika. Na nafikiri walimu waliniamini 2006, wakanichagua tena mara ya 2 na wakanichagua mara ya 3 mpaka 2021, wakati ndugu yangu Raphael Lachalote aliyekuwa katibu alipostaafu. Na alipostaafu nikaomba hiyo nafasi na walimu wakanipatia hiyo nafasi kuwa katibu katika chama cha KNUT katika tawi la Samburu. Mpaka sasa mimi ni katibu. Vile nimeanza kazi hii ya walimu kutoka kuwa mwalimu, naibu wa mwalimu, mwalimu mkuu, na kuja tena kuwa mweka hazina. Nimejifunza mambo mengi kabla sijakuwa hata secretary. Na sasa nimetoka sasa nimekuwa a National Executive Council member, nimeongeza zaidi. I'm now a national figure. Mambo yote ya juu ya uongozi ya chama cha walimu ninaijua kabisa. Kwa hivyo sio kitu ambacho ninakuja kujifunza sasa hivi. Katika chama cha walimu kuna baadhi ya mambo ambayo unatakiwa uweke kipaumbele. Kitu ya kwanza, kama hazina ambayo walimu wanaweka pesa zao. Tumekuwa katika
hii ofisi ambaye kuna sako ya walimu hapa, na mnajua vilivyo kwamba hii sako ilikuwa imeenda chini, na ni kwa sababu ya uongozi mbaya, na tunajua mahali ambayo uongozi ilianza. Mambo yote, ikiwa kuna uchaguzi alafu mnachagua viongozi mwaka huu, mnachagua baada ya miaka 3 mnachagua wengine, mnabadilisha namna hiyo, lazima kutakuwa na upungufu wa uongozi katika hiyo sekta. Na hivyo ndio vile ilikuwa katika Dumisha Sacco. Na sasa tumeenda a step ahead kuangalia kwamba hakuna ndururu ya mwalimu ama mtu yoyote ameweka pesa zake katika Dumisha Sacco itapotea, because tumetafuta njia ya kukuja kumerge na other bigger saccos na tuendeleshe biashara pamoja, na pesa za walimu haitapotea, ama mtu yoyote hata mfanyabiashara ambaye amewekeza pesa zake katika Dumisha Sacco haitapotea. Jambo lingine ambalo tumelifanya tayari katika union hii ni kwamba tumeongeza idadi ya members wetu. Unakumbuka mwaka wa 2019 tulikuwa na shida kidogo na serikali, na chama chetu kikamalizwa kabisa. Hapa katika branch ya Samburu tulikuwa tumebaki tu walimu 20 kama wanachama, na tuling'ang'ana kabisa mpaka saa hizi tuko na walimu 1400, sio 400 vile watu wanasema. Jambo lingine ambalo tumefanya kama chama, tumejaribu kupatana na wale stakeholders wetu kuhakikisha kwamba hivi karibuni tutakuwa na bus ya shule ya union, na imeenda to advanced stage. Jambo lingine ambalo tunafanya, tayari tumetenga aside finances ya kuhakikisha kwamba tumepata plot ya hii sacco. Plot yetu ilikuwa imenyakuliwa zamani mwaka wa 1996 wakati land ilikuwa inaongozwa na county council. Na pia tumetrain all our school reps. Kwa kila shule kuna mwalimu mmoja ambaye ni mwakilishi wa walimu katika NAT katika shule, na tumetrain hawa. Chama cha NAT ina kazi nyingi sana za kufanya. Wanatetea walimu nyongeza za mshahara, wanaangalia mambo ambaye inaathiri mwalimu kutofanya kazi vizuri katika shule ambayo ametumwa, alafu wanasaidia katika hali ya kuzungumza pamoja na mwajiri na kueleza zile shida ambazo walimu wanapitia. Hiyo ndio kazi ambayo zaidi tunafanya. Jambo lingine ambayo tunafanya, tunasaidia wenzetu. Kuna shida nyingi sana ya kibinadamu ambaye mtu anaweza kumbwa naye. Sisi kama viongozi wa chama tunakuja kati kuangalia kwamba tumeondoa mwenzetu katika shida. Wengine unaweza kuta wamepatikana katika njia panda ya sheria. Unakuta mwalimu amewekwa ndani kwa sababu ambazo sio pengine hakutarajia. Sisi tunakuja kwa haraka kuhakikisha kwamba huyo mwalimu amemaliza hiyo kesi na kwa uzuri na arudi kazini. Kile ambacho tunatetea zaidi ni kuhakikisha kwamba mwanachama yeyote hawezi kuharibiwa kazi, na hiyo ndio kazi yetu. Na tumefanya mengi ambayo siwezi kusema sasa kwa mitandao, lakini mengi yamefanyika na walimu wamefurahia uongozi ambayo chama cha NAT inaendelea kuwatetea. Hata mishahara, tunatetea watu kwa mishahara. Ni vizuri kwa sababu mimi pia nimeshaguliwa kama muangalizi wa branches za Rift Valley. Nilishaguliwa
na mimi nasimamia Rift Valley kwa National Executive Council. National Executive Council ndio kitengo ambacho ni muhimu sana, na ndio iko na sauti, ndio inatawala chama cha walimu. Kila jambo ambalo tunataka kuzungumzia kwa serikali, mimi ninaketi pamoja na wale wakuu ambao tuliwachagua kule mbele kuzungumzia jambo lolote, hata kama ni strike, hata kama ni nini, mambo yote ambayo tunafanya ni hivyo. Ni kwa sababu ya hiyo kikao ambayo tunaketi, na mimi ndio mmoja wao. Kwa hivyo mambo mengi ya chama ninaielewa vilivyo. Sisi huwa tunafuata constitution wakati tunatekeleza mambo yote ya chama. Hata hii mambo ya uchaguzi imeandikwa hapa vizuri, vile ambavyo tutaendelesha uchaguzi wetu hata ya tarehe 21 kupitia constitution hii ambayo imekuwa revised 2022, mimi nikiwa tu kwa National Executive Council. Kwa hivyo nilikuwa mmoja wa wale ambao wamerevise hii. Kwa hivyo jambo lote ambalo ninazungumzia kulingana na constitution ya Kenya National Union of Teachers. Jambo lingine ambalo tunatakiwa kujua, hii branch ya Samburu haikuanza sasa. Ilianza 1964 ndio imekuwa registered, na kulikuwa na secretaries wengi. Mimi ni wa 6, 5 walikuwa mbele yangu, ambayo walikuwa mbele yetu kuanzisha kazi hii. Wakati walianza 1964 mpaka 1973, hawa secretaries walikuwa walimu tu wa darasa, hawakuwa wanalipwa na chama. Lakini walipoanza 1973, wakiongozwa na aliyekuwa secretary wakati huo marehemu Edward Leskel, mpaka 1976, wakati huo ndio walianza kufungua ofisi hii. Walianza kufungua hii ofisi, na hii ofisi haijawahi kufungwa tangu 1973 mpaka sasa. Ninasikitika nikisikia kuna mtu anasema hata ofisi haijulikani mahali iko, ama walimu hawajui ofisi mahali iko. Hii ofisi inapatikana katika Dumisha Sacco, na unajua Dumisha Sacco sisi ndio waanzilishi. Chama cha NAT ilianzisha, ikajenga maofisi hapo, na hiyo ndio kwa sababu tuko hapa, sio kwa sababu ya kitu kingine, ni kwa sababu ilikuwa ni premises ya walimu, na tukakaa hapa. We are very comfortable here, na ofisi inaendelea vizuri. Secretary wa pili alikuwa Andrew Lelekoiten, alianza 1976 mpaka 1981, akafuatiwa na marehemu Lolkrick, Gregory Lolkrick, 1981 to 1988. Hii ofisi tu ikiendelea kukaa. Tukapata Francis Kanyingi, aliingia 1988 to 1996. Alafu wile ambaye sasa mimi nilichukua usukani kwake ni Rafael Chalote. Ninakuja sasa kupinga mambo kadha ambayo nimeona katika hizi vyombo vya habari, kwamba sisi hatuna ofisi. Nafikiri mahali nimeketi ni kiti ambacho katibu wa chama cha walimu Samburu County anaketi kila siku, na ofisi yangu ndio hii ambaye niko ndani, na haijawahi kufungwa tangu. Maana nina pia karani wangu ambaye chama imeajiri. So nisipokuwa hata hapa nikiwa field, kwa sababu mara nyingi sana huwa tunatembea nikiwa field, kuna huyo karani wangu, tuna mtandao hapa, internet full time, kuna magazeti ambazo mnaziona hapa. Kila siku tunapata gazeti 2, ya Nation na Standard, ili mwalimu yote ambaye atakuja kukaa hapa ako sawa. Pale nyuma yangu, mbele yangu pale kuna TV ambayo unaiona, hiyo iko 24 hours. Ukitaka kukaa hapa
unaweza kuja unaona news na unafanya kitu. Kwa hivyo ni ofisi ambayo it's operational. Hii ofisi imewahi kutembelewa hata na Vice President zamani, rais wetu sasa, wakati alikuja kufungua hii ofisi ya, ukiangalia huko mbele kuna kibandiko ambayo imeandikwa it was officially opened. Dumisha Sacco was officially opened by His Excellency the Deputy President wakati huo, William Samoei Ruto. Alikuja mpaka hai kwa hiyo ofisi. Kwa hivyo sio ofisi ambaye mtu anaweza kuketi mahali popote na kusema hakuna ofisi ya NAT. Hii ofisi iko. Jambo lingine, tuna services tumepatia walimu wetu. Hakuna kama wakati tunapoteza mwalimu, hakuna mwalimu ambaye tumewahi kupoteza, yaani katika hali yote ya ugonjwa ama ya nini, na masishi yake hatujawahi kwenda. Kama kunao watueleze kama hatujawahi kwenda kusika walimu wenzetu. Hata harusi tunaenda. Nafikiri tumekutana na wengine wenu, wana wa habari wakikuja hata kuangalia, unatukuta huko ya walimu, tunaingia, tunaenda kabisa, hata tunafurahia harusi zao. Hiyo ni kitu ambacho ninataja, ni zile outside professional lines. Hizi za professional lines kuna mambo mengi ambayo inakumba mtu. There are so many cases ambayo tuna deal naye. Truancy, mtu amepotea kwa shule, ameandikiwa casualty nini, tunahakikisha huyu jamaa amerudishwa kazi, na tumefanya hizo mara mingi sana. Hiyo ni kazi ambayo tunafanya. Mambo ya promotions, we architect for promotions. Kulikuwa na wakati hapa tulikuwa tuna mtu mmoja alikuwa na grade ya D1 na ikakaa kwa muda mrefu. Tulipiga kelele, nilipeleka hiyo maneno mpaka kule mbele. Saa hizi tuko na almost 30 people with the D1. Hiyo ni kazi ambayo tumefanya sisi. Kwa hivyo mtu akisema ati it's dormant, hata ninashindwa ni nini, where does that dormancy come from? Kwa sababu sisi tunafanya kazi kulingana na vile mambo yako. Kazi ya executive secretary sio kusunguka mashule. Lakini shule ikiwa na function ni lazima nifike. Sisi hatuendi kutafuta shida za walimu. Ni mwalimu akiwa na shida anapata wenzetu wale ambao wanasimamia hizo zones, alafu inatufikia mpaka hapa na tunatatua. Kwa hivyo ninakanusha kabisa mambo ya mtu kusema ati hakuna kazi inafanyika hapa. Walimu wale ambao wamepitia kwa hii ofisi wanajua yale kazi ambayo tunafanya. Hata tunatoa watu katika shida kubwa sana. Shida kubwa sana. Juzi ulisikia kuna mwalimu ati niliona kwa mtandao, hata iliwekwa kwamba kuna mwalimu alifariki katika chumba cha burudani ya starehe, na wakati alipofariki wale wenzake walikuwa hapo, waliwekwa ndani kwa sababu inataka kujulikana what is the cause of death. Na wakati waliwekwa ndani tulipata habari, tukaenda kwanza kuondoa wale, na tukakuja tena kufuatilia mambo ya huyu mwingine ambaye alipatwa na shida. Na jambo hilo lote tulisuluhisha. Lakini mtu akiketi tu kutoka nowhere na kusema hakuna kitu inafanyika, ni tunashuku nini inaendelea. Lakini kwa hayo unajua tunasamea watu. Tunawasamea wale ambao wanatukashifu, lakini ukitaka kujua jambo waende kwa walimu. Jambo tu ambalo ninataka kuhimiza hapa, hii ni siasa ya walimu. Mikono ya watu wengine ambao sio walimu isionekane pale. Tuachie sisi walimu tufanye mambo yetu, kwa sababu sisi ndio tunajua mahali ambapo tunaumia. Mkiingiza siasa ya huko nje itakuwa ni mbaya. Kwa hivyo naomba tu wana siasa, naomba mtu yeyote, tafadhali tupatie field yetu. Wacha sisi tucheze kama sisi, alafu mambo yetu ishe. Yetu inaisha tarehe 21 na yenu itakuja tu 2027. So ukiweka mkono yako hapa utakuwa umejiletea taabu, maana hatutasahau 2027. Tafadhali tuache tu, maana sisi ni watu watulifu. Tunataka tu tumalize hii yetu. Tukimaliza hii yetu, basi mambo mengine tutakuja kusukumbuza. Ni kwa hayo tu, nashukuru kila moja, na nasema walimu karibuni tuchague viongozi wetu, mtusaidie
ili tuweze kukamilisha hii kazi ambayo iko mbele yetu. Asante.